Kwa majina anaitwa Gilbert Kamde, ni meneja ya kujenga uwezo na huduma za ushauri PPRA. Mafunzo haya ambayo tunayatoa kwa wadau wa ununuzi wa umma tumekuwa tukitoa kama sehemu ya juhudi za kujengea uwezo wadau wetu kuhakikisha wanaongeza ufanisi katika utekelezaji wao wa majukumu katika eneo la ununuzi na ugavi. Kwa hiyo kuna moduli mbalimbali ambazo zimetengenezwa za mfumo wa NeST na sasa tunawafundisha namna ya kuzitumia, lakini mwisho wa siku kuhakikisha wanakuwa na uwezo mzuri wa kuweza kutekeleza ule wajibu au majukumu yao ambao wamepewa katika eneo hili la ununuzi wa umma. Kama mlivyosikia, ununuzi wa umma unachukua zaidi ya 70% ya fedha ya serikali kwenye ununuzi wa umma. Sasa mafunzo haya tumekuwa tukiyatoa mara kwa mara na yameleta kuongeza ufanisi wa utendaji kazi katika eneo hili la ununuzi wa umma. Utaona hata sasa hivi kiwango cha ukidhi katika ununuzi wa umma kimeongezeka sana, kwa sababu watu wanafuata taratibu, wanafuata miongozo, na kwa sababu ya ujio wa mfumo unawawezesha sasa vizuri zaidi kuliko ilivyokuwa ikifanyika hapo awali kuweza kutekeleza ule wajibu wao kwa mujibu wa miongozo, sheria na kanuni ambazo zipo kwenye eneo hili la ununuzi wa umma. Kuna mambo mengi ambayo yameletwa au ni mafanikio au niseme ni faida za mafunzo haya ambayo tumekuwa tukiyatoa kwa wadau wa ununuzi wa umma, hasa kwa kundi hili ambalo lipo hapa ni taasisi ununuzi. Walio wengi unakuta wametoka katika background tofauti, lakini wamepewa wajibu au majukumu katika eneo hili la ununuzi wa umma, na wengine wala hawajawahi kusomea masuala ya ununuzi wa umma, lakini kwa nafasi zao au kwa majukumu ambayo wamepewa wanajikuta wameingia katika ununuzi wa umma. Sasa wengi wanakuwa hawana uelewa, lakini kupitia mafunzo haya wale ambao wameshashiriki katika program mbalimbali ambazo tunazitoa PPRA sasa hivi wamekuwa na ufanisi mkubwa, kwa sababu wanaelewa taratibu za ununuzi wa umma. Unapoambiwa nataka kumpata mkandarasi au mtoa huduma, anafahamu taratibu za kumpata mtoa huduma au mkandarasi kwa mujibu wa sheria na kanuni na taratibu ambazo zipo. Kwa hiyo hii imewezesha sasa kuleta ule ufanisi kwenye utekelezaji wa majukumu, kwa sababu wanakuwa na uelewa mmoja na wanakuwa hawapotezi tena muda wa kuanza kufikiria au kuanza kujadiliana kwa muda mrefu, kwa sababu ni jambo ambalo wanalifahamu, ni utaratibu ambao wanaufahamu, wameshajengiwa uwezo. Mimi naitwa Gloria Nguve. Ni procurement manager, niko PSSF. Malengo ya kuwa hapa ni tuweze kujifunza, kujua moduli mbalimbali ambazo zinafanyika na kupitia kwenye mfumo huu wa NeST. Kwa hiyo kupitia mfumo huu unatuwezesha sisi kufanya kazi kupitia kwenye hatua mbalimbali za manunuzi, kuanzia mwanzo manunuzi yanapokuwa initiation na mpaka mwisho tunapokuwa tukisaini mkataba. Kwa hiyo tuna imani kwamba mafunzo haya yatatuwezesha kwamba tuweze kufanya manunuzi yetu kwa vizuri na kwa usahihi na kwa uwazi zaidi. Faida kubwa ambayo naiona, kwanza mfumo uko wazi kwamba kila mtu ana uwezo wa kuingia kwenye mfumo ili mradi mzabuni au amejisajili na akaweza peleka kuloji application zake kupitia kwenye mfumo. Kwa mfumo wako wazi, hauna urasimu wa aina yoyote ule. Mfumo huu katika kitu hicho kikianzishwa hakiwezi kukosa changamoto, lakini toka umeanzishwa mfumo huu ninaona mamlaka imekuwa kila siku ikiboresha. Mara tunapokuwa tukipeleka hoja zetu au tukipeleka jambo ambalo tunafikiri kwamba tunahitaji liboreshwe, na mamlaka imekuwa ikifanyia kazi. Kila wakati tumekuwa labda tunaandika barua kwamba katika utendaji tumegundua kuna eneo fulani halijakaa vizuri, mamlaka tukiwaambia mara moja wanaboresha, na mfumo huu umesaidia sasa hata sisi kwetu watendaji, kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunafanya kazi kwa kupitia kwenye makaratasi, lakini sasa hivi tunafanya online. Kwa hiyo imerahisisha pia katika utendaji wa kazi za kila siku. Kwa majina naitwa Emmanuel Swai, ni mtaalamu ambaye nashughulika na masuala ya manunuzi. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya mafunzo ambayo yanaendeshwa na PPPRA kwa lengo la kutuboresha na kutujengea capacity
yaani uelewa zaidi wa mfumo wa manunuzi. Huu ni mfumo mzuri ambao serikali kama serikali iliona ili iweze kuboresha masuala ya manunuzi, basi waweze kutujengea mfumo, tuwe na mfumo wetu ambao serikali kama serikali inakuwa ni mmiliki. Unajua 70% ya 75% ya budget mara nyingi inatumika kwa ajili ya kufanya manunuzi ya vifaa kwa ajili ya kuendeshea shughuli za taasisi mbalimbali. Kwa hiyo kwa kuangalia hivi unakuta kuna hela nyingi za serikali ambazo zinatumika kwa ajili ya manunuzi. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kujengea uwezo ili tuweze kwenda kuboresha kazi. Na lengo ni kuhakikisha kwamba budget ambayo inaenda kutolewa tunaweza kwenda kuitumia vizuri kwenye manunuzi, na siku ya siku tunapata vifaa ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kuendeshea shughuli za uzalishaji, lakini na kwa ajili ya kupunguza gharama, kwa sababu ni hela nyingi ambazo zilikuwa zinapotea katika manunuzi. Lakini kwa kutumia mfumo huu madhubuti kabisa wa NeST ni kwamba gharama za ununuzi zinaenda kupungua, lakini vile vile zinaenda kurahisisha utendaji kazi. Kwa hiyo tuko hapa kwa siku 5 kwa ajili ya kujengea uwezo ili tuweze kuwa madhubuti zaidi katika kufanya kazi zetu na kuhakikisha kwamba vifaa vinapatikana kwa wakati mwafaka. Katika mfumo, kwanza ni mfumo ambao ni uko wazi, ni shirikishi. Maficho yale yanakuwa hakuna, uko very transparent, na wadau ni watu wengi, kwa maana ya watu wa huduma wanaweza waka access mfumo na wakaweza kuhusika kwenye hii michakato ya tenda. Kwa hiyo siku ya siku utakuta kwanza tunaongeza wigo wa ushindani. Kwenye ushindani siku zote tunatambua kwamba unasaidia katika kuleta, kwanza kupunguza bei. Tunapata bei ambayo ni nafuu ukilinganisha na kwamba unakuwa na mfumo ambao umejificha. Kwa hiyo tunaboresha, kwa maana tunaenda kupata vifaa kwa bei ambayo ni bei sahihi, ambayo tunasema kwa kitaalamu ni value for money procurement. Yes, unaenda kununua vifaa kwa bei ambayo ni very competitive, ni ya kiwango cha chini, lakini ambacho unaenda kupata vifaa kwa thamani halisi ukilinganisha na mfumo ambao tulikuwa nayo nyuma, ambao ni kwenye makaratasi. Watu walikuwa wanafanya ujanja, kwenye mfumo uweze kufanya ujanja. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.